tuambie mashindano yanaitwaje? Mashindano yanaitwa Central African Motocross Championship first leg, yani ambao ndo yanaanza mwaka huu, yanahusisha ni Afrika Mashariki na Kati, yani Afrika Kati. Okay, sawa. Sasa hebu tuambie watu ambao wanaenda kushindana huko mmewachukua kutoka sehemu gani labda? Watu tumewachukua kutoka mkoa wa Arusha na mkoa wa Dar es Salaam. Kwa sababu gani? Mkoa wa Arusha na mkoa wa Dar es Salaam ndo kuna klabu ambazo zimeshajiandaa kwa ajili ya kushiriki michezo kama hii ya kimataifa. Mchezo huu ni wa motocross. Motocross kwa hapa Tanzania bado tujapata kiwanja, lakini watu wameshapata experience kwa sababu kutoka Arusha wameshashiriki michezo mingine ya nyuma, kama wameenda Morocco, wameenda Kampala, wameenda Mombasa miaka ya nyuma, na huko Dar es Salaam pia wameenda Dar es Salaam pia washiriki wa Dar es Salaam pia wameenda mikoa nchi nyingine, wameshacheza mchezo kama huu wa motocross. Sisi sio mara ya kwanza, tumeshashiriki sana. Mwaka 2022 tulienda Kampala kucheza mashindano ya Afrika nzima, yani kuwakilisha Afrika, yani mashindano ambayo yanashindanisha wa Afrika wote. Na sisi tulishiriki kama Tanzania na baraka zote tulipewa kutoka wizarani au baraza la michezo. Pia sasa hivi tunaenda kushiriki ya mashindano. Ni mashindano ni madogo, lakini sio madogo kwa kanda hii. Hii ni mashindano ya kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Yani nchi karibia 6 hapa Afrika Mashariki na Kati zitashiriki. Kwa hiyo ni mashindano makubwa, na pia tunaenda kupata uzoefu, tunaendelea kupata uzoefu, na tunaenda na wachezaji wengine wa ziada ambao hawajashiriki michezo mingine ya nyuma kama ya Afrika, lakini leo tunaenda na wengine tofauti kidogo, na wenyewe wakaendelea kupata uzoefu. Sawa. Tumeona pale pikipiki zipo kama 5 hivi sikosei, na nimeambiwa hapa za chini kwamba zitapanda kama 8 hivi. Sasa mimi nataka nifahamu hizo pikipiki 8 kwamba watu ndio watakaoenda kushiriki, watu 8 ama kuna wengine zaidi? Wanaenda kushiriki kule ni karibia watu 8 wa kutoka Tanzania, ambao baadhi yao 4 watatoka Arusha, 4 watatoka Dar es Salaam, na kila mtu anakuja na pikipiki yake, kila mtu anajitegemea mwenyewe. Lakini sisi tumefanya kucoordinate, tumeshirikiana na baraza la michezo la Tanzania BMT ili tuweze kuwezesha mchezo huu ufanyike, na tumepata baraka zote kutoka BMT. Wametusaidia na wametupa maelekezo yote na wametupa barua kwa ajili ya kuenda kufanya mchezo huu. Kwa hiyo tupo kihalali na tupo kwa ajili ya kuwakilisha nchi, na tupo kwa ajili ya kwenda kuchukua ubingwa. Ubingwa unarudi kwa sababu watu wamejiandaa, watu wamefanya mazoezi, watu wana hasira, hawajawahi kushinda hata siku moja. Wanachukua nafasi za 6, ya 5, ya 4, ya 3. Safari hii tunataka tukapande podium. Kama unaelewa podium, yani kwamba nafasi namba 1, namba 2, namba 3 kwenye MX, kwenye kuna pale kuna category, kuna MX1, kuna MX2. Hizo zote hizo nafasi hizo lazima tuchukue kwenye hizo category. Endapo hata mtu atachukua kwenye MX2 atachukua nafasi ya kwanza, ama MX1 atachukua nafasi ya kwanza. Tuko tayari, watu wamejiandaa. Kama unavyoona pikipiki ndo zinapakiwa pale, zina moto, yani wachezaji wenyewe wana moto. Naitwa Liberato Siyuda Matata. Mimi ni afisa mipango wa taasisi yetu ya usimamizi wa michezo ya pikipiki Tanzania, TMSA. Mimi katika nafasi yangu nimehakikisha list ya wanaokwenda kuwakilisha taifa wako vizuri. Wachezaji wazuri, wamekamilika image, wana hamu nzuri ya kushiriki kwa sasa, kwa sababu tumeweza kushiriki mara 2. Lakini nafasi ambayo tunaililia au nafasi ambayo tunahitaji kwa wakati huu ni nafasi namba 1 kwenye kategori zote 3. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, na hatua ya sasa ni upakiaji wa pikipiki ambao ni wachezaji wanaotoka Dar es Salaam, na wengine tunaenda kukutana makao makuu Dodoma. Nafikiri baada ya hapo tutakuwa tumekamilisha timu ya watu 8 wanaokwenda kuwakilisha kupeperusha bendera ya Tanzania. Ni watu 8 wachezaji. Lakini pia safari yetu tutakuwa na kituo Dodoma kwa ajili ya kukabidhiwa bendera ya kupeperusha nchini Uganda na viongozi wa kitaifa, ikiwemo waziri mkuu na wenye dhamana
ya michezo. Lakini nashukuru baadhi ya viongozi wamekuwa wakitupigia simu kutupa moyo, kutia matumaini katika safari hii ya kwenda kuwakilisha taifa letu. Na kwa sasa taifa letu ni taifa ambalo linaangaliwa na watu wengi duniani kupitia nyanja ya siasa, nyanja za michezo na mambo mengine ya kiuchumi. Kwa hiyo nawashukuru sana taasisi ya Simama na Mama, tunashukuru Medi Autostop ambao ni mdhamini wetu mkubwa sana kwa wadau wa maandalizi ya pikipiki, trailer na pamoja na Moyo ambao wanatusaidia kama unaona sponsor zetu wa mafuta kutuwezesha kwenda na kurudi kwa gari zote ambao tunakwenda nazo. Tuna gari kama 2 za kubebea wachezaji na viongozi, lakini tuna gari special kwa ajili ya kubebea pikipiki. So ni gari maalum ambayo inaweza pikipiki zikasafiri salama kwenda na kurudi vizuri. Kwa hiyo tunashukuru sana. Juma Karif ila aka kama J Bike Star, ni mchezaji ambaye ni rider wa Tanzania. Nimejiandaa vizuri, nimefanya mazoezi japokuwa ni kwa muda mfupi, lakini maandalizi sio mabaya. Kwa hiyo na waahidi wa Tanzania kwamba tuombe Mungu tunaenda kwenye mchezo mkubwa wa mataifa, tunaenda kuwakilisha nchi yetu. Inshallah tunaamini kwamba tutarudi na ushindi nyumbani kutokana na maandalizi yetu tuliyofanya. Pia ukitaka kunifuatilia kama tunaomba support pia tunaomba support kwenu wananchi, tupate support nzuri. Mnaweza kunifollow pale kwenye Instagram kama _JBikeStar. Unaweza kaona matukio yangu yote ambayo nafanya. Ni rider kutoka Dar es Salaam. Tumejiandaa vizuri kuelekea Uganda na tuko vizuri kwa maandalizi. Tunaomba ushirikiano wenu, support yenu. Tumejiandaa kuleta ushindi. Kwa majina naitwa Liamila, nimetoka Arusha. Maandalizi imeenda vizuri, nimepata sponsor kwenda Uganda, tunaenda kushiriki wa 450. Tuone vipi tunaweza kufanya. Maandalizi yangu binafsi kila kitu fresh, niko fiti, yani ni kwa kushikilia accelerator tu. Tutarudi na ushindi, tunajua.